Padre Paul Vumilia, kaplan wa nyumba hii ya huduma, Mheshimiwa na mpendwa Padre Valerian Msafiri, vikari wa Vunjo, wapendwa mavikari wa watawa mlioko hapa, wapendwa mapadi wote, Mheshimiwa na mpendwa mama Sister Mkuu Mayola, pamoja na washauri wako wote, lakini pia Mheshimiwa na mpendwa mama mstaafu Teresia Ureta na kabineti yako yote, wapendwa masista wote, wapendwa kwa namna pekee masista wetu mnaokuwa masista kamili leo na kutuma kwenye utume, wapendwa sana wazazi wa hawa vijana wetu kutoka sehemu mbalimbali, penda mama provinsia ya Mashariki Kaskazini, wapendwa wote mlioko hapa mliokuja kwa sherehe hii kubwa. Msifu Yesu Kristo. Wapendwa ndugu zangu katika Kristo, leo tunaadhimisha sikukuu ya Yesu kutolewa hekaluni kama ilivyokuwa desturi ya sheria ya Musa. La pekee lililotokea siku hii ya leo ni hili kwamba hawa wazazi wa Yesu walipofika tu kule hekaluni, mzee Simoni aliyekuwa mtu wa Mungu, aliyekuwa mwadilifu, mcha Mungu, mtu wa haki, aliyetarajia daima faraja ya Israeli, naye alikuwa ameonywa na Roho Mtakatifu kwamba hataona mauti kabla ya kumwona Kristo wa Bwana. Alipofika kule hekaluni, alikuta ndio Maria na Yosefu anaingia na yule mtoto, na akampokea kule hekaluni kwa heshima kubwa. Na kwa kweli wale wazazi walipomleta tu pale hekaluni, wakamfanyia kama ilivyokuwa desturi ya sheria. Simoni alimpokea mikononi mwake na akamshukuru Mungu. Sasa Bwana, umruhusu mtumishi wako aende kwa amani, kwa kuwa macho yangu yameuona wokovu wako ulioweka tayari machoni pa mataifa, nuru ya mataifa, mwanga wa mataifa. Mbe wapendwa ndugu zangu, sherehe ya leo iko hapo. Pale mzee Simoni alipotangaza kwamba macho yake yameuona wokovu wa Mungu, wokovu wa Mungu kwa watu wake, yaani Kristo. Alipomshika kule mikononi mwake, aliinuliwa na Roho Mtakatifu, akaona kwamba ile faraja ya Israeli iliyongojewa kwa miaka na miaka ilikuwa mikononi mwake. Akapata furaha ya ajabu, amani ya ajabu, na akaona mara moja kwamba katika mikono yake, katika nafsi yake alikuwa amembeba Mungu, amembeba Masia, amembeba Kristo, amebeba nuru ya mataifa, mwanga wa mataifa. Akafurahi mno. Kwa hiyo akatangaza pale kwamba nuru ile iliyokuwa inangojewa ndio hiyo, mwanga huo uliokuwa unangojewa kwa muda mrefu wa Israeli na mataifa yote ni pale. Kwa sherehe ya leo iko hapo kwamba Yesu ametangazwa, amefanyika kweli kwamba yeye ndiye ile faraja iliyokuwa inangojewa na Israeli. Faraja, si mnafahamu faraja ni kitu
kinacholeta furaha huko ndani, amani, kujisikia nyumbani, faraja, furaha ya pekee, amani ya pekee, utulivu wa pekee imeingia duniani. Kwa hiyo akatangaza pale pale kwamba Kristo Yesu aliyezaliwa ni nuru na mwanga wa mataifa. Ni nuru na mwanga wa mataifa. Yesu ni nuru. Yesu ni mwanga. Na leo inaitwa ni sikukuu ya nuru, sikukuu ya mwanga, sikukuu ya mishumaa. Katika mahangaiko ya kanisa kutangaza ukuu wa siku hii, ndio mnaona kwamba leo kanisa linaomba tuanzie maandamano mbali kidogo na kanisa, tufanye maandamano. Sehemu zingine kama kule Ulaya unakuta leo wanafanya maandamano marefu sana, wakiwa wamebeba mishumaa, wanatangaza kwamba Yesu ni nuru ya maisha yetu. Yesu ni mwanga wa maisha yetu. Yesu ni mwanga wa kanisa. Yesu ni mwanga wa ulimwengu, ni mwanga wa mataifa. Ndivyo ilivyo. Na pale inapokwenda kinyume, basi ndio unaona kuna mahangaiko ya ajabu. Ni lazima aangaze Kristo katika nafsi zetu, katika familia zetu, katika kanisa, katika mataifa na katika ulimwengu mzima. Ni nuru ya mataifa, ni mwanga wa mataifa, ni zawadi ya Mungu ya pekee kabisa kwetu. Na ndio imebeba huo mwanga ndio umebeba hiyo faraja yote ambayo mzee Zaimoni alisikia, alifeel katika nafsi yake alipompokea Yesu. Wapendwa, tukiwa hapo tunapoadhimisha sherehe hii kubwa, hawa masista wa shirika hili la BBT Kilimanjaro, ni utaratibu wao kwamba wameweka siku ya leo ndio siku ni sherehe ya pekee kabisa katika shirika, wapokea masista, yaani kuwapokea wale ambao sasa walikuwa kwenye malezi ya awali na sasa wanakuwa masista kamili, na wataweka nadhiri za kwanza na watapelekwa katika maeneo ya utume, na watapelekwa katika uwanja wa utume, katika upana wake. Wengine wanaweza kwenda mbali sana, wengine wanaweza kubaki hapa kwa kadiri ya taratibu za Mwenyezi Mungu na mpango wa shirika. Lakini sasa kitu ambacho ningetaka tuone hapa, hawa watoto wetu ni watu wa maana sana, na ndicho kitu cha kusisitiza kwenye sherehe ya leo, ni faraja. Wanapenda kuwa faraja, nimesema ni msamiati uliobeba fadhila nyingi. Faraja, utulivu, amani, furaha, jisikia nyumbani, jisikia kupumzika kabisa. Sema thank you Jesus, at least I can now rest a bit. Sunday Yesu, thank you Jesus. Faraja. Yani unapumzika kidogo, unakaa kwenye kiti, unalala kwenye kochi, unasema thank you Jesus, I feel at home. You know, I feel at home. Yani you cannot feel at home kama kuna mahangaiko, kuna mavitu yanayokusumbua huko akilini, kuna usingizi, kuna hasira kubwa, mpaka unafikiria ni kwa nini yani huyu mtu alizaliwa. Sasa unafikiria huyu mtu alizaliwa kwa nini wako? Lakini katika hasira kali tunakutana nazo jamani, faraja. Ninawashukuru sana wakuu wa shirika. Mnajua kupanga sherehe hizi za kwenu zingie mahali gani. Na ni vizuri sasa na nyinyi mapadri mnaoandaa na mnaohubiri, kweli msisitize juu ya mambo haya wanapopeleka. Wakawe mwanga, wakawe nuru, wakawe faraja, wakalete amani, wakalete furaha, wakalete kutulizo, wakalete kujisikia nyumbani. Lakini hayo yote basi kwa neno moja, lazima wamchukue Kristo, wambebe Yesu katika mioyo yao. Kama hakuna Yesu watapeleka faraja gani? Kwa hiyo hii sherehe ya leo ni ya maana sana kwa watu kama hawa. Nyinyi wapendwa wetu, watoto wetu wapenzi, mmetolewa hapo
kwa heshima kubwa wewe, mpaka watu wengine wanashindwa kusema yale maneno hapa altareni, maana ni mazito. Wazazi mnafanya vizuri kabisa, hata ulikuwa na kigugumizi, don't worry, usihangaike. Yaani kupanda huko altareni kwa Bwana, ninyi wakuu wa shirika, sijui kwa nini mmepanga mpaka ikawa kali hivyo. Baba na mama kumpandisha huku, unajua inatisha Alafu nafika hapa altareni, iko vile mmezoea huku kuangalia altari, madhabahu yanatisha. Sasa unamwambia sema pale, ile jina linapotea kabisa. Siko salani, wakati wazazi mfurahi tu, siko saleni. Chamana ni kuombea waishi kakadiri mlivyo watoa na watakavyo hapa. Lakini ni kitu kikubwa sana. Kikubwa sana. Kinaogopesha kumtolea mtoto wenu kwa Mungu kuwa kafara, kuwa dhabihu, kuwa sadaka ya Mungu milele. Leo atawekwa wakfu, wanahama huku duniani. Sasa mnasema mnamtoa nyinyi. Sasa ni kitu kizuri sana, lakini pia kinaogopesha. Mungu itakuwa hivyo kweli? Mbona ni wachanga hivi? Mbona ni wachanga hivi tu? Watalindwa kweli na malaika wa Bwana yuko kwa milele? Yaani sasa nyinyi mnawaleta hapa altareni wazazi. Yaani waseme hayo maneno wanashindwa kabisa. Nasema sister support ya Bwana. Mungu anajua nimeshatamka. However, the place is not, it's a normal place. It's a shaky, it's a very terrifying place. Terrifying. Kama mnamleta mtu kwenye matakatifu, kwenye altari wanapotolea Mungu, waseme kitu kizito namna hiyo, basi ni utaratibu wa shirika, na kwa kweli inapaswa kwa hivyo, ili iwe kamilifu. Hata mkimwona wanakuja huko nyumbani wanakaa siku moja, wakishasalimia siku moja, ondoka, rudi huko kwako, wakae kule nilipokutolea. Kwa hiyo wazazi, mjifunze hapo kitu pia. Mjifunze hapo kitu. Tumeshawatoa huku. Sasa kuna likizo zinazokuja kila wakati sasa nini tena? Kwa siku. Kwa hiyo ninashukuru kwamba sherehe ya watoto wetu wapendwa inafanyika kwenye sherehe nzito namna hii, katika sherehe za wokovu wetu. Leo ni sherehe ya mwanga. Leo ni sherehe ya nuru. Leo ni sherehe ya mishumaa. Leo ni sherehe ya faraja. Kwa hiyo wapendwa, sisi tunawaombea. Sisi tunapenda kuwaombea. Kwanza tunawapongeza sana kwa kujaribu kutoa maisha yenu. Mkiwa ni watoto wetu wapendwa, mnatoka kwenye ulimwengu wa sasa. Kizazi kipya kabisa, kina majina yao. Lakini wao wameamua kujitosa kuwa sadaka kwa Mungu, kuweka wakfu kwa Mungu. Tuwapongeze kwa kweli. Nilikuwa namuuliza kapulano hapa, ni wangapi? Kaniambia ni 22, wametoka sehemu mbalimbali. 22 is not a joke, Watoto 22. Kwenye makanisa mengine sasa, makanisa ya huko nje, yani kuna ukavu mkubwa kwa maisha ya upadi, mito ya upadi na mito ya utawa. Iwe ni watawa wa kiume au wa kike. Kweli kumpata hata mmoja tu inakuwa ni sikukuu ya jimbo lote. Watu wote wanashangilia kwamba amempata sister anayeweka nadhiri, amempata pale. Sasa sisi tunapata 22. Sisi ni wanani? Sisi ni wanani? 24. 22. Sasa hiyo ni furaha kubwa sana kwetu. Ni furaha kubwa sana, tunapaswa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu. 22 wanaingia kwenye kanisa la Mungu. Wachanga kabisa. Si kwamba ni watu ambao walikuwa wako hivi hata wakaonekana hata kwenda kusoma watashindwa, hata kutafuta wachumba huko duniani wangewakosa. Yani you are very beautiful. You are pretty, and at the same time you have decided by yourselves to be for Jesus forever. I have decided.
Hata wale vijana wangu wanapopokea malezi kule Karanga, nakuta ni majitoto yamekuja tu yamejaa nguvu. Wanatoka wengine chuo kikuu, wengine wametoka kazini, wengine wamemaliza form 6. Wako kama 18 kama ilivyo kawaida yetu. Huku Moshi kwa kweli tumebarikiwa. Sasa nasema hivi kweli wanajatusumbua. Nasema ngoja waanze na huo wimbo. Sasa ukishaimba ninawaambia sasa, na kama sasa kama unasema no turning back, no turning back. Sasa huko hapo tu unaona mtu anakuletea kapu nzuri, limejaa vitu vizuri, saa nzuri kutoka England, kuna simu nzuri, kuna bahasha nzuri nyingine, unaona ni kama kuna noti huko ndani. Utafanyaje? Anakuambia achana na maisha yako, utafanyaje? No? Naomba muimbe. Mimi nitakuwa nawaambia mambo mbalimbali, mjitangaze wenyewe. Kama lile jikapu limejaa, kuna masimu ya siku hizi, international telephones from everywhere, kutoka Dubai, kutoka wapi. Sasa nakwambia binti mzuri, naomba uchukue hizi, achana nayo mambo. Alafu inakwaje? Naomba itoke hiyo sauti kila mtu asikie. Sasa hapo akaja tena akakuletea kagari kazuri, na anakuambia unajua you are beautiful and this car resembles you. Naomba uingie kwenye hili gari na kupa, na achana nayo maisha, twende kwenye dunia tukafurahie maisha. Utasemaje? Anakuja kakijana kazuri kamfulana, kaumri wako ni kazuri tu, kamevaa suti, kama kana tumefanana. I am handsome and you are beautiful. Achana na maisha. Twende achana nayo. Hapo utasemaje? Wapongezeni, wamesema wenyewe hawatarudi nyuma. Watoto wetu wapendwa, ni vizuri sana mnasema hayo. Sisi tunaomba tu ili muweze kusimama hapo, lazima mjishike na Kristo. Mjishike na Kristo pale, kama mtakuwa karibu na Kristo kwa sala, kwa sadaka, kwa utume, kwa majitoleo, kwa kujiepusha na alama hatarishi, mazingira hatarishi, watu hatarishi, mtaweza kuwa hivyo. Kwa sababu ni kweli, watu wasiwadanganye, wasiwasumbue. Pamoja na kwamba ulimwengu wa sasa hivi ni ulimwengu wa malimwengu. Yaani hautaji matakatifu. Lakini pamoja na hayo, Jesus Christ is shining at the center. Yesu yuko katikati. Na neema ya Kristo inaweza yote katika mazingira yote magumu. Wewe na nini? Kwa hiyo nyinyi mujishike na Kristo kamili. Muko kwenye ulimwengu mbaya. Hakuna kuwadanganya katika hilo. Ulimwengu mnao kuwa watawa na mnapelekwa huko rasmi sasa, si rafiki sana na mambo matakatifu. Hautaki matakatifu. Ni ulimwengu wa vitu, wa malimwengu. Yaani hautaki kuona alama, yaani kusikia mambo ya sala, kusikia mambo ya habari njema, kusikia mambo ya wakfu, ni vurugu tu. Sasa nyinyi mtaweza kupita hapo, vijana wapendwa, na mtapita tu iwapo mtakuwa mmemweka Yesu katikati ya maisha yenu katika maana halisi. Kwa sala, kwa sadaka, kwa utume ambao ni utume wa kiinjili, utume unaotangaza karama ya shirika, utume unaotangaza utaratibu wa watawa katika kanisa Katoliki. Lakini pia utume ambao unajua kwamba uko wapi. Usijiachiachie tu. Uwe tayari kujiepusha na mazingira hatarishi, vitu hatarishi, watu hatarishi. Umwangalie Kristo daima na uone kwamba uzuri wako uko wapi. Uko katika maisha ya sala, uko katika maisha ya jumuiya. Community life is very important. Don't live the community life. You are going to be taken by the world. Usiende kinyume ya usikutoke nje ya jumuiya. Community life, even to your family.
Si mahali tena nyumbani kwako na kwenda kukaa na kumwomba mama mkuu, kwenda kukaa nyumbani wiki 2 kutunza wazazi, wiki 3 kutunza wazazi. Wao walipokutoa hapa, kwani wamekwambia utakapokuwa mgonjwa uje ukanitunze? Wamekutoa kikamilifu mbele ya altari ya Bwana. Kwa hiyo wewe utawaombea. Wewe utawaombea. Yesu atatoa malaika, atapeleka watu wake kutoka sehemu mbalimbali. Madaktari watatoka Bugando waje hapa, waende Shinyanga kwenda kumtibu baba yako. Wewe unataka unafikiri kwamba uchakwenda kule utakuwa msaada kabisa. Wewe ni wa maana sana sasa. Ni kumwomba Mungu afanye muujiza katika yale ambayo wewe huwezi kufanya tena. Mungu apeleke malaika zake katika pale ambapo ungependa kwenda wewe. Kwa hiyo baki huku. Uwe ni mtu wa sala, uwe ni mtu wa jumuiya, uwe ni mtu wa utume, uwe ni mtu wa kujikatalia mazingira hatarishi, vitu hatarishi, watu hatarishi. Mtakuwa masista wenye harufu nzuri katika kanisa la Mungu. Basi wadanganye kwamba eti you are so beautiful, you are not going to pass it through. But Jesus will pass it through. With Jesus, pamoja na Yesu mtapita. Kwa nini usipasi through? Kuna masista hapa kule. Ukiangalia kule nyuma kuna masista wenye miaka 80 ya kuzaliwa, kuna masista hapo kwenye utawa wako kwenye miaka 50, miaka 60, miaka 65, 70. Mbona wamefikia huko, wamebaki kwenye utawa na wanapiga muhuri kwamba maisha ya utawa yanawezekana. Kwa hiyo ukiona wasiwasi ya kuhangaika, angalieni nyuma, dada zenu, mama zenu, bibi zenu wako hapa. Na shirika lenu limejaliwa sana kuwa na masista wa umri mkubwa sana. Nenda ukawaangalie, na hapo hata siku moja hawatakwambia kwamba maisha ya utawa yawezekani mwanangu. Maisha ya utawa yani ni ya kusumbua sana. Hapana, kwa furaha kubwa wanakwambia maisha ya utawa yanawezekana, lakini kwa sala, kwa maisha ya jumuiya, kwa sadaka, kwa kujikatalia, kwa utume uliotukuka kwa jina la Yesu na kwa ajili ya kanisa lake na shirika lile takatifu. Kwa hiyo ni lazima msimame hapo, msikubali kuyumbishwa na ulimwengu wa sasa ambao ni ulimwengu wa dunia. Mtaweza kupita. Na sisi ambao tumeshuhudia jambo hili kuanzia, na nyinyi wapendwa masista, kweli mmebarikiwa sana. Kwanza mama mkuu, yani kwa kweli umeanza vizuri. Yani mama mkuu umeanza vizuri. Yani ungekwenda kule Marekani tu, waambie upokee kasista kamoja, ndio mama mkuu huko. Sasa usingejisikiaje? Wewe umeanza tu na mama mkuu, hata wiki moja haijaisha unapokea machipokezi 22. Yani wanakupa nguvu mama, pamoja na uongozi wako wanakupa nguvu, wanakupa matumaini kwamba utashindwa. Ukishindwa, yani ukiona kuna mahangaiko, utakuja unaambia, mnajua mimi niwapokea kwenye mikono yangu wa kwanza, ingieni magotini. Wakiingia magotini usiku hawa, yani kwa kweli utapita tu. Umeanza vizuri mno. Kwa hiyo shirika tunawapongeza sana. Mmeongezewa pamoja na kwamba wamepitia kwenye malezi kwa muda mrefu, lakini kwa kweli bado tunasema muongezewa kwa yani mara moja, yani kwa spidi muongezewa 22 kap. Yani wameingia hivyo kwenye shirika. Ni baraka kubwa sana. Hongereni sana masista wa shirika la Biblia kwa Biblia. Hayo makofi hayatoshi. Unaona vyalea? Hayo makofi hayatoshi. Naomba tuwapongeze na mjipongeze vizuri na wewe. Basi wapendwa, iwe ni kwetu sisi maaskofu, iwe ni kwa mapadri, iwe ni kwa watawa wa shirika hili, watawa wengine na wazazi. Kazi kubwa sana. Tuwaombee sana. Tuwaombee wakati ambapo tunawaona na wakati ambapo hatuwaoni. Sala zetu ziwe ni zile zile. Na sala yetu iwe ni ile ile tu. Wadumu katika maisha ya utawa kwa uaminifu kamili. Hakuna kitu kinachompendeza Yesu, kinachompendeza Mungu, kama tunavyoonyesha uaminifu kamili katika yale tuliyomwahidia, tulioapa. Uaminifu kamili. Na hakuna kitu kinachompa uchungu kama anavyoona tunahangaika katika uaminifu. Katika uaminifu tunahangaika sana, lakini tukiwa watu timamu,
Tuko watu timamu kabisa, ni mapadi, ni watawa, lakini tunajua mambo tulio hapa, lakini tunahangaika vibaya sana. Inamuumiza sana. Yesu anasema lakini walipofanya viapo hivi walikuwa ni watu wazima. Walitahirishwa kweli katika malezi. Walitahirishwa kweli katika sala hata retreat. Naona kuna padi wangu, yaani leo namuona yuko hapa. Yaani wewe umepotea huko jimboni kabisa wewe. Yuko padi Valeriano. Valeriano amepotea jimboni kabisa. Si muone jimboni. Yaani anadai yuko kama sister, yuko kama sister. Yuko kama sister. Kwa masista kweli tunakushukuru. Sasa tunamshukuru sana Father Valerian. Mpaka anapoacha kuna sherehe tumefanya hapo nzito za jimbo haonekani. Yaani ni vikari, lakini yuko kwenye jambo kubwa la kikanisa. Sasa kama watu wameandaliwa hivi, mpaka padri anahamia, yaani mazingira hapa kweli kwa mwezi anaacha na parokia. Tena ni mkuu pia wa vikari. Lakini yuko huku kwa sababu ya jambo kubwa lililo huku. Wanaandaliwa ili waingie kwenye hivyo viapo vizuri. Na sio hapa tu. Yaani maandalizi yamefanyika vizuri sana tangu walipoingia mara ya kwanza. Sasa na bado wataendelea kupata mafunzo mazuri tu. Ili shirika nalifahamu mna mafunzo mazuri sana, semina nzuri, retreat kila mwaka, hakuna sister anayekosa. Hata iko kama ule uraibu Marekani lazima afanye. Sasa inakuwaje tunaibiwa, tunahangaika katika uaminifu? Inamuumiza Mungu sana. Na inanifanya pia kanisa linapata maneno mengi ya kudharauliwa pasipo sababu, kwa sababu yetu. Ni vizuri tujikane, tufunge buti, tufunge mkanda, tuishi yale ambayo tunamwambia Mungu. Kwa sababu tunaapa tukiwa watu wazima. Na tusaidiane. Pale tunapoona kwamba tunahangaika tusaidiane. Kumbe, wapendwa, tunawaombea mweze kubaki kwenye uaminifu kamili kwa Yesu katika viapo vyenu. Mkifanya hivyo, mkiwa ni watu wa sala, ni watu wa jumuiya, ni watu wa utume utume wa kiinjili ambao haina mabakizo, ni watu ambao unaunganisha mateso ya kila siku na utume wenu. Hamtashindwa, hamwezi kushindwa, mtashinda tu. Kwa hiyo ndugu wapendwa mlioko hapa, tuwaombee waweze kubaki hapa. Watakuwa ni watu wa maana sana mbele ya Mungu, watu wa maana sana katika kanisa, watu wa maana sana katika dunia, katika jamii. Nimeshawaambia hakuna kitu ambacho kinatisha ulimwengu, kinamtisha shetani kama uwepo wa watu waliowekwa wakfu katika kanisa. Yaani shetani si rahisi aingie mahali ambapo kuna mapadi, kuna watawa, kwa sababu ya ule wakfu. Yaani ni watu wa Mungu, ni watu wa mbinguni wako huku duniani. Ule wakfu unatisha. Wakati mwingine hatuwezi kuelewa. Lakini sasa ni lazima tuonyeshe hiyo kweli kwamba sisi hata huku duniani watu wanahangaika sana. Wanapotuona wanapata faraja. Tutoe ile faraja kwa dunia. Maana kwa kweli Mtakatifu Mzee Simoni ameeleza kwamba yaani amekutana na ile faraja ya Israeli. Na sisi kwa vile tunakutana na Yesu daima, tupeleke hiyo faraja kwa watu. Watu wapate faraja kutokana wanavyotuona ni watawa ambao kabisa wamejitoa. Ni mapadi tuliojitoa kabisa. Ni wa Yesu, ni wa kanisa. Bali ni faraja, ni furaha, ni amani, ni kitulizo cha jamii, cha ulimwengu, mahali popote tulipo. Tumuombe Mwenyezi Mungu na hata watoto wetu waingie hapo. Wakawe hai, wakawe faraja kutokana na hiyo hali yao, kutokana na hayo majitoleo yao kama tulivyoeleza. Tumuombe Mwenyezi Mungu aendelee kuwajalia neema zote na misaada yote na baraka yote watakazohitaji katika kuishi kwa uaminifu kamili katika hiyo hali mpya wanayoingia leo na katika viapo ambavyo watavifanya kwa Mungu leo katika kanisa hili takatifu na mbele ya jumuiya hii ya kanisa. Tumsifu Yesu Kristo. Yeah.